asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo, na leo tunalitoa sehemu ya 3 ya kuhusu ijue neema ya Mungu. Tuombe. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya neema yako iliyo juu ya maisha yetu. Asante kwa upendo wako juu ya maisha yetu na ulinzi wako juu ya maisha yetu. Tunakusihi Bwana, ubariki ujumbe wa neno lako, kila atakayeutazama na kusikia akapate kutiwa moyo, kufarijika, kuonyeka, lakini ukamuinue mtu na kumtia nguvu tena. Katika jina la Yesu Kristo, Roho yako Mtakatifu aguse na kuisha fahamu za watoto wako waweze kuelewa maandiko. Katika jina la Yesu nimeomba, amen. Na leo tunatoa sehemu ya 3 ya kuhusu faida za neema ya Mungu juu ya maisha yetu. Neema inatufanya tukubalike. Ukisoma katika kile kitabu cha Tito sura ya 3 mstari wa 7 inasema, ili kwa neema yake tupate kukubaliwa kuwa waadilifu na kupokea uhai wa milele tunao utumaini. Kwa hiyo ukiona unakubalika ni kwa sababu ya neema ya Mungu, sio kwa sababu ya juhudi yako yoyote. Ukiwa na neema ya Mungu, mtu mwenye neema ya Mungu, neema huwa inabeba kibali cha mtu. Kwa hiyo ukiwa na neema inakupa kibali mbele za Mungu, inakupa kibali mbele za wanadamu, inakupa kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Kwa neema inakupa kubalika. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 1 utaona Bikira Mariamu akisema kwamba kwa kuwa nimepata neema hii mbele za Bwana. Kwa hiyo neema inakupa kibali. Yeye alipata ile neema, ilimstahilisha kukutana na malaika Gabrieli, lakini ilimstahilisha pia kumbeba Mwokozi Yesu Kristo tumboni mwake. Kwa hiyo neema inakupa pia kibali. Neema ya Mungu inakupa kibali. Kuna mahali unaweza kusimama sio kwa sababu ya juhudi zako, bali ni neema ya Mungu. Jifunze sana kuomba neema ya Mungu imiminwe kwako na isipungue. Itakusimamisha mahali pengine ambao sio kwa akili zako au kwa uwezo wako unaweza kusimama, bali ni kwa hiyo neema ya Mungu. Lakini neema ya Mungu inatajirisha. Yaani ukiwa na neema ya Mungu inakutajirisha na kukupa mahitaji yako ya kila siku. Ukisoma katika kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9 inasema, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyojifanya maskini ili sisi tuwe matajiri, ingawa alikuwa tajiri. Kwa hiyo Yesu amekuja kuchukua umaskini wako ili wewe uwe tajiri, yaani kwa neema. Maana neema ya Bwana inakufanya wewe kuwa tajiri, kwa sababu umaskini wako unachukuliwa na Kristo. Na hii ikusaidie sasa kuelewa kwamba neema ya Mungu ni kitu cha tofauti sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo muombe Mungu akupe neema yake. Lakini ukisoma kitabu cha Waebrania sura ile ya 4 mstari wa 9 inaeleza, basi na tukikaribie kwa ujasiri kiti cha neema ili tuweze kupewa mahitaji yetu wakati wa uhitaji. Kwa hiyo sio kwamba tu inatoa utajiri, lakini hii neema ya Mungu pia inatusaidia sisi kupata mikate yetu wa kila siku au uhitaji wetu wa kila siku. Na hii katika kile kitabu cha Mathayo 6:9 ukisoma pale mpaka mstari wa 10 inasema kwamba utupe leo riziki yetu ya kila siku. Kwa hiyo neema ya Mungu ikiwa juu ya maisha yako, huna haja ya kuhangaika sana kuomba riziki yako kila siku, ila Bwana mwenyewe kupitia neema yake italeta riziki ya kila siku, mkate wa kila siku. Na katika kitabu cha Methali sura ile ya 8 imeeleza vizuri kwamba nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Anasema utajiri na heshima viko mbele yangu, tena utajiri udumuo na haki pia. Kwa hiyo jifunze sana kuamini kwamba neema ya Mungu ikiwa juu yako, wewe ni tajiri zaidi ya matajiri, kwa sababu utajiri, kuna utajiri wa rohoni na utajiri wa mwilini. Lakini ukimpokea Kristo, wewe unakuwa mrithi, yeye unarithi vile ambavyo Kristo anavyo. Na hii pia tunaipata tunaposoma katika Warumi sura ile ya 8 mstari wa 16 inavyoeleza kwamba Roho mwenyewe hushuhudia kwamba sisi ni watoto wa Mungu, na kama sisi ni watoto wa Mungu, sisi ni warithi pamoja naye. Kwa hiyo wewe ni mrithi wa utajiri katika ufalme, wewe ni mrithi wa uzima. Kwa hiyo neema ya Mungu inatupa haja zetu za kila siku, lakini inatajirisha.
ikiwa juu yako inatajirisha. Na tunaenda kuomba kwa ufupi sana kuhusu neema ya Mungu ije kwenye maisha yako. Baba wa mbinguni, tunakushukuru. Tunaomba umimine neema yako ya kipekee juu ya watoto wako, kila wanaonitazama na kunisikiliza. Bwana wa majeshi, ipo neema yako inaowapa mahitaji ya watu ya kila siku, lakini nastahilisha watu na kuwatajirisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wetu, asante kwa sababu ya neema yako na asante kwa sababu ya upendo wako juu ya maisha yetu. Tunaomba kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye yuko hapa, tunakusihi kwa nguvu ya damu yako takatifu sasa ukapate kuachilia neema yako juu yake. Na yule ambaye bado hajaokoka, mpe kusema ndio mbele zako, akijua kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa jina la Yesu tunavunja kila kinachozuia neema ya Mungu kuingia kwenye maisha ya mtu wako. Mungu mwenye nguvu, tunaomba neema yako iachiliwe kwenye kazi za mikono yetu, ile kila tunachokifanya kwa neno na kwa tendo, neema yako Bwana ikapate kuachiliwa, neema yako ambayo inatajirisha,